Mvutano kati ya Iran na Marekani umezidi kupamba moto baada ya mkuu wa bunge la Iran na mmoja wa viongozi wakuu wa kisiasa nchini humo Mohammad Ghalibaf kutoa ujumbe mkali ulioelekezwa kwa Marekani kupitia mtandao wa kijamii wa X, akionya kwamba Iran haitakubali tena kile ilichokiita makubaliano ya upande mmoja ambayo yanainufaisha Marekani, huku Iran ikibeba mzigo wa kuyatekeleza. Katika ujumbe wake, Ghalibaf aliandika, enzi za makubaliano ya upande mmoja zimekwisha. Tuliwaambia timizeni ahadi zenu au mtalipa gharama. Ukweli unagonga mlango. Ujumbe huo uliambatana na picha ya kipengele kutoka katika waraka wa makubaliano kinachohusiana na mlango bahari Hormuz, hatua ambayo imezua tafsiri mbalimbali kuhusu ujumbe ambao Tehran inalenga kufikisha kwa Washington. Ingawa Ghalibaf hakufafanua moja kwa moja hatua ambazo Iran inaweza kuchukua, matumizi ya kipengele kinachohusu mlango wa bahari wa Hormuz kumechukuliwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kuwa ni ishara ya kuonyesha umuhimu wa eneo hilo katika mvutano unaoendelea. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia nyembamba inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman na ni mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Kiasi kikubwa cha mafuta yanayozalishwa na mataifa ya Ghuba hupitia katika njia hiyo kuelekea Asia, Ulaya na maeneo mengine ya dunia. Kwa sababu hiyo, kauli yoyote inahusisha Hormuz huwa inafuatiliwa kwa karibu na serikali mbalimbali, masoko ya fedha na kampuni za nishati, kwani usumbufu wowote katika njia hiyo unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuongeza gharama za usafirishaji na kuathiri uchumi wa mataifa mengi. Kauli ya Ghalibaf imekuja katika kipindi ambacho uhusiano kati ya Tehran na Washington umeendelea kuwa wa tahadhari kubwa kutokana na mivutano ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi. Iran imeendelea kuishutumu Marekani kwa kutotekeleza ahadi zake katika mazungumzo mbalimbali na kwa kuendeleza sera za vikwazo vya kiuchumi vinavyoilenga Iran. Kwa upande mwingine, Marekani imeendelea kusema kuwa hatua zake zinalenga kulinda usalama wa washirika wake na kuhakikisha uhuru wa usafiri wa meli katika maji ya kimataifa. Wachambuzi wanaeleza kuwa matumizi ya maneno kama mtalipa gharama yanaweza kuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa wa kuongeza shinikizo kabla ya mazungumzo yote yajayo. Hata hivyo, wengine wanaonya kuwa lugha kama hiyo inaweza kuongeza hofu ya kutoelewana katika pande hizo mbili ikiwa haitafuatiwa na juhudi za kidiplomasia. Aidha, kuambatanishwa kwa sehemu ya waraka unaohusu mlango wa Hormuz kunaonyesha kuwa Iran inataka kuonyesha kuwa eneo hilo linaendelea kuwa moja ya nyenzo zake muhimu zaidi katika mijadala ya kimkakati. Kwa miaka mingi, Hormuz imekuwa kitovu cha mvutano wa kijeshi na kidiplomasia kutokana na umuhimu wake katika biashara ya nishati duniani. Kauli hii imevuta hisia za jumuiya ya kimataifa kwa sababu inakuja wakati ambapo hali ya usalama katika Mashariki ya Kati inaendelea kufuatilia kwa karibu. Mataifa mengi yamekuwa yakitoa wito wa pande zote kutumia njia za mazungumzo ili kujiepusha na hatua zinazoweza kuongeza hatari ya mapambano au kuvuruga biashara ya kimataifa. Masoko ya kimataifa nayo yanaendelea kufuatia kwa karibu maendeleo haya. Kwa ujumla, ujumbe wa Ghalibaf unaonyesha msimamo wa Iran kwamba haitaki tena makubaliano ambayo kwa mtazamo wa Tehran hayatekelezwi kwa usawa. Hata hivyo, kauli hiyo pekee haithibitishi kwamba kutakuwa na hatua za kijeshi au mabadiliko ya haraka katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mwelekeo wa hali hii utaendelea kutegemea maamuzi ya kisiasa na kidiplomasia yatakayochukuliwa na Iran, Marekani na wadau wengine wa kimataifa katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.